Daniel Toroitich arap Moi alizaliwa Septemba 2 mwaka 1924 katika kijiji cha Kuriang'o Sacho wilayani Baringo. Alikuwa mwana wa tano wa mke wa kwanza babake. Moi alipatiwa jina Toroitich linalomaanisha karibisha mifugo nyumbani, ishara ya jukumu muhimu ambalo mifugo tekeleza katika utamaduni wake. Babake Moi alifariki wakati yeye alikuwa na umri wa miaka 4 na kakake Tutoek akawa mlezi. Ni Tutoek aliyemshawishi Moi kwenda shule akiwa na umri mdogo ili aweze kujiepusha na umaskini na dhulma za kikoloni. Hizi ni kurasa za historia ndani ya Pikuzi TV Kenya, nikikupa wasfu aliyekuwa rais wa pili wa taifa la Kenya, Mzee Daniel Toroitich arap Moi. Mimi ni Inshemela Samuel Ngovilo. Mnamo mwaka 1934, Moi alianza masomo katika shule ya African Inland Mission Kabartonjo, takriban kilomita 45 kutoka nyumbani kwao. Mnamo Oktoba 20 mwaka 1936, alibatizwa na kuitwa Daniel. Mnamo mwaka 1938, alihamishiwa shule ya African Inland Mission Kapsabet na baadaye shule ya African School Kapsabet, ambapo alikuwa kiranja mkuu na nahodha wa timu ya soka. Alifanya kazi za vibarua akiwa shuleni na nje ya shule ili aweze kukimu mahitaji yake kimsingi. Mnamo mwaka 1945, Moi alichaguliwa kujiunga na shule ya upili ya Alliance, lakini kwa masikitiko serikali ya kikoloni haikumruhusu. Badala yake alitumwa chuo cha mafunzo cha walimu. Maswali yamekuwa yakiulizwa: kwa nini serikali ya kikoloni ilimnyima Moi nafasi muhimu ya kusomea Alliance? Ni nini walikuwa wameona ndani yake? Alipomaliza mafunzo ya walimu, alitumwa Kabarnet kama mwalimu mkuu. Alisoma binafsi na kufuzu mtihani wa London Matriculation Examination. Mnamo mwaka 1949, alipandishwa cheo na kuwa mwalimu wa kiwango cha P2 baada ya kozi fupi katika chuo cha Kagumo. Alihamishiwa hadi Tambach Government African School kama mwalimu wa walimu. Moi alimuoa Helena Lena Bomet mwaka 1950 na wakajaliwa watoto 8, mabinti 3 na wavulana 5. Mnamo mwaka 1950 alihudhuria mafunzo katika Jean School, sasa inajulikana Kenya Institute of Administration, na baadaye akatumwa kufanya kazi Government African School Kabarnet, ambako alifunza hadi mwaka 1955 alipojiunga na siasa. Kujiunga na siasa kwa Moi kulifuatia mkutano aliofanya na kundi la wapiganaji wa uhuru chini ya uongozi wa Brigadier Daniel Njuguna aliyemtembelea Juni mwaka 1955. Aliunga vita vyao na baada ya kuwalisha na kuwakinga kwa wiki 2, aliwapatia chakula na shilingi 500 kila mmoja. Mnamo Oktoba mwaka 1955, Moi alichaguliwa kutoka orodha ya watu 8 walioteuliwa kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Joseph Ole Tanameno, ambaye alikuwa amejiuzulu kutoka kiti kisichokuwa rasmi katika LegCo. Moi alipoketi LegCo akiwa na wanachama wengine 4 wa Afrika mnamo Oktoba 18 mwaka 1955. Hakujua yaliyokuwa yakimsubiri. Yeye hata hivyo alikabiliana changamoto mpya, na mnamo mwaka 1956 aliwasilisha mswada wa kutaka walimu wa Afrika waruhusiwe kuunda chama chao wenyewe. Chama cha kitaifa cha muungano wa walimu Kenya NAT kiliundwa na kusajiliwa mwaka 1957. Alishirikiana na viongozi wengine kama vile Eliud Matho, Ronald Ngala na Masinde Muliro kutetea Jomo Kenyatta kuachiliwa kutoka kizuizini na idadi ya Waafrika katika LegCo kuongezwa. Mnamo mwaka 1959 aliongoza kundi la viongozi kumtembelea Kenyatta kizuizini Lodwar. Mnamo mwaka 1960, Moi na wanachama wengine wa Afrika katika LegCo walishiriki katika mazungumzo ya kikatiba katika Lancaster House jijini London katika maandalizi ya uhuru wa Kenya kutoka kwa Uingereza. Waliporudi nchini, walinuia kuanzisha chama kimoja cha kitaifa cha kisiasa, lakini tofauti kati yao zilifanya waunde vyama viwili: KANU cha Gishuro na Odinga na Mboya kilichobuniwa Kiambu, na KADU cha Ngala rais, Moi mwenyekiti, Muliro naibu mwenyekiti na Martin Shikuku katibu mkuu walichounda wakiwa Ngong. Moi na wengine katika KADU ambao walitoka jamii ndogo walikataa KANU wakidai ilikuwa ikiwakilisha maslahi ya jamii kubwa, Waluo na Wakikuyu. Kwa hivyo waliamua kuunda muungano wa makabila mengi.
Kwenye uchaguzi wa mwaka 1961, KANU ilishinda viti 19 na KADU kikapata 11. Lakini KANU ilikataa kuunda serikali hadi Kenyatta achiliwe huru. Lakini KADU ilikubali na Moi akateuliwa katibu wa bunge, waziri msaidizi katika wizara ya elimu mnamo mwaka 1961. Baadaye alihudumu katika wizara ya elimu na serikali za wilaya. Katika uchaguzi wa mwaka 1963 ambao ulileta uhuru, KADU ilikataa kuwasilisha ugombeaji kupinga KANU kilichokuwa wakati huo chini ya uongozi wa Kenyatta baada ya kuachiliwa kutoka kizuizini mwaka 1961. KADU kilishindwa na kuwa katika upinzani. Kenyatta alichaguliwa waziri mkuu. Akiwa mwenyekiti wa KADU, Moi aliona utata wa siasa na akaamua kukumbatia umoja wa kitaifa. Hii ndio ilifanya KADU kuvunjwa Novemba mwaka 1964. Wanachama walijiunga na KANU na Kenya ikawa taifa la chama kimoja japo sio kisheria. Kenyatta alimteua Moi waziri wa mashauri ya ndani, wadhifa ambao alihifadhi hata alipokuwa makamu rais. Mashauri ya ndani ulikuwa wadhifa muhimu kwa sababu alikuwa akisimamia magereza, polisi na idara ya uhamiaji. Toleo la Africa Confidential la Juni mwaka 1990 lilisema kuhusu Moi na wizara ya mashauri ya ndani, nikinukuu, alifanya urafiki ambao ulimfaa miaka baadaye. Jukumu lake la kutoa pasipoti lilimkutanisha na wafanyabiashara kutoka bara Asia na makampuni kutoka Uingereza. Lilikuwa jukumu la Moi pia kuteua wakuu wa polisi, magereza na huduma za uhamiaji. Hii ilimfaidi miaka baadaye wakati huduma ya polisi ilikuwa imejaa watu ambao Moi aliteua. Mwisho wa nukuu. Lakini kumezwa kwa KADU hakukutuliza siasa. Badala yake kulizua vita chungu nzima katika KANU asilia kati ya mirengo miwili, mmoja ukimuunga Rais Kenyatta na mwingine makamu rais Jaramogi Oginga Odinga. Kufikia mwaka 1966, tofauti zilikuwa zimefikia kiwango ambacho hazingetatuliwa, na wakati Odinga alipovuliwa wadhifa wa naibu rais katika kongamano la Limuru, alijiuzulu kutoka chama hicho na kuunda KPU. Joseph Murumbi aliyekuwa waziri aliteuliwa makamu rais lakini hakuhudumu kwa mwaka. Mnamo Januari mwaka 1967, Kenyatta alimteua Moi 43 makamu rais kufuatia kujiuzulu kwa Murumbi. Wadadisi wa kisiasa wanasema Moi aliteuliwa kwa sababu anatoka kabila ndogo katika Kenya iliyogawanyika kikabila. Ilisemekana hakuwa na ngome dhabiti ya kisiasa na hakuwa mshirika katika muungano wa Kikuyu na Waluo wa miaka 60. Kama makamu wa rais, Moi alichukuliwa kuwa asiyekuwa na mambo mengi, lakini kama Odinga alivyosema katika kitabu chake alichochapisha mwaka 1967, Noti ya Uhuru, Moi alikuwa kama twiga mwenye shingo ndefu anayeona mbali. Aliepuka dhoruba nyingi, ikiwa ni pamoja na shinikizo za kubadilisha katiba ili makamu wa rais asiweze kutoa mamlaka mara moja kwa muda wa siku 90, kiti cha rais kikibaki wazi. Alihudumu kama makamu rais chini ya Kenyatta kwa miaka 11 tangu mwaka 1967. Kenyatta alipofariki Agosti 22 mwaka 1978, Moi alitoa urais kwa ruhusa ya chama cha KANU na usaidizi wa viongozi wa Kikuyu kama waziri wa fedha Mwai Kibaki na mkuu wa sheria Charles Njonjo. Moi alimteua Kibaki kuwa makamu wake wa rais. Moi alisisitiza kuwa angeendeleza sera za Kenyatta katika kauli mbiu yake ya nyayo au kufuata nyayo za hayati rais. Kitu cha kwanza ambacho Moi alifanya ilikuwa ni kuzuru kote nchini na kukutana na jamii zote. Pia alianzisha maziwa bure kwa wanafunzi wote wa shule za msingi, akaachiliwa ufungwa wa kisiasa na kufunga kampuni za kununua mashamba ambazo zilikuwa zimetumia vibaya wamiliki wa mashamba madogo kwa miongo mingi. Moi alitawala nchi kwa miaka 24 na kumpokeza Kibaki utawala mnamo Disemba mwaka 2002, uchaguzi mkuu ambao KANU iliondolewa mamlakani baada ya miaka 39 na muungano wa National Alliance Rainbow Coalition NARC. Moi alimkabidhi Kibaki mamlaka katika sherehe iliyohudhuriwa na umati mkubwa wa watu kuwahi kuonekana Nairobi. Huo ulikuwa mwisho wa maisha ya kisiasa ya miaka 47 ya Moi. Alikuwa ameshinda kila uchaguzi kama mbunge wa Baringo ya Kati na kama rais wakati wa enzi za utawala wa chama kimoja. Alichaguliwa bila kupingwa mwaka 1979, mwaka 1983 na mwaka 1988. Alishinda tena mwaka 1992 na mwaka 1997. Kwa wakati huo Moi amestaafu,
lakini mara kwa mara alionekana akikosoa serikali na upinzani wake wa kisiasa. Hii ni sehemu ya kwanza ya kurasa za historia kuhusiana na wasifu waliyekuwa rais wa pili Daniel Toroitich arap Moi. Usikose kuungana nami katika sehemu ya pili nikikupa wasifu na vile kifo chake Daniel Toroitich arap Moi ndani ya Pekuzi TV Kenya. Mimi ni Inshemela Samuel Ngovilo.